nikaweze kuongea kidogo kuhusu mamlaka. Kwenye kitabu kile cha Mathayo 10 Mathayo 10 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Turuke mpaka mstari wa 7. Na katika kwenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. 8. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takazeni wenye ukoma, toeni pepo. Umepata bure, toeni bure. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake, alikuwa akiwatuma ili waweze kutangaza habari njema. Aliwaambia ya kwamba ninawatuma, aliwaita, Biblia inasema ya kwamba aliwaita wale wanafunzi wake 12, na alipokuwa akiongea na wao aliwaambia ya kwamba nimewapa amri, nimewapa mamlaka juu ya pepo wote, nimewapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wachafu, uwatoe na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila aina. Yesu aligawa mamlaka aliyokuwa nayo akatia ndani yao, kwa sababu Yesu zilipokaribia siku zake za kuondoka, aliona ya kwamba hawa watu siku zote nimekuwa na wao. Kwa hivyo siku zile Yesu alikuwa na wao, hawakuhitaji mamlaka yoyote, kwa sababu chochote wanachoshindwa Yesu anaamurisha. Hawakuhitaji uwezo wowote wa kufanya kitu, kwa sababu wanaye. Kwa hiyo alikuwa anafanya kila kitu kinachotakiwa kufanyika, Yesu alikuwa anakifanya. Kwa hiyo ilipofikia wakati Yesu anaondoka, aliwaita akawaambia, nimewapatia nguvu na mamlaka juu ya pepo wote, uwatoe na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila aina. Bwana asifiwe. Wajua tumeokoka na tunamwamini Kristo na tunamfuata Kristo, lakini kuna hichi kitu kinaitwa mamlaka. Mamlaka huwezi kupata kwa sababu umeokoka. Bwana asifiwe. Mamlaka hauwezi kupata kwa sababu umeokoka. Mamlaka ukishaokoka, mamlaka unatafuta. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umeokoka, unaweza kuwa mfuasi wa Kristo na kwako mapepo yanalala. Bwana asifiwe. Na kwako mapepo yanalala kwa sababu uwezo wa kupambana nayo huna, mamlaka ya kuyamurisha huna. Kwa hiyo yoyote mfuasi wa Kristo, ukishakuwa mfuasi wa Kristo, unatafuta mamlaka ndio uweze kuamurisha mapepo, ndio zitawaliwe na mapepo. Ndio unaona wengi wameokoka, lakini hata magonjwa ukigonjeka hata huwezi kukumbuka maombi, kwa sababu hata huwezi fikiria kupambana nacho kwa njia ya maombi, kwa sababu haujiamini katika njia hiyo. Kama ni mtoto anapopatwa na magonjwa hauwezi kumbuka, kwa sababu katika njia ya mamlaka haujiamini. Katika njia ya kuamurisha magonjwa yatoke kwako ama kwa mtoto haujiamini, kwa sababu bado haujatafuta mamlaka. Wewe ni mfuasi tu wa Kristo, wewe ni mwokovu. Bwana Yesu asifiwe. Luka 10
Luka 10:19 nisaidie nayo. Luka 10:19 inasema, akawaambia nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Bwana asifiwe. Hawa ni wale 70 walipomjia Yesu, walipotoka. Biblia inasema ya kwamba walitoka wakaenda kama vile Yesu alivyowatuma, wakatoka wakaenda wakahubiri kwa jina la Yesu. Na kwa hivyo kwa sababu wametumwa na Yesu, mapepo yalisikia na yakatii. Kwa hivyo waliporudi kwa Yesu, walirudi wakifurahi, wakamwambia, Bwana, hata mapepo yanatutii kwa jina lako. Tu Yesu akawaita akawaambia, nimemwona Shetani akishuka kutoka mbinguni kama umeme. Kwa ajili hiyo, kwa sababu hiyo Yesu aliwaambia hivyo, kwa sababu alimwona Shetani ameshuka kutoka mbinguni, na ili waweze kupambana naye lazima wawe na mamlaka, lazima wawe na uwezo juu ya pepo ili waweze kupambana naye. Pepo ni roho, Shetani ni roho. Kwa hiyo hauwezi kupambana na pepo kwa njia ya nguvu za kimwili. Kwa hiyo ni lazima uwe na mamlaka kwa njia ya kiroho ili uweze kupambana na roho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia, nimewapatia amri juu. Imesemaje? Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Huo ni mamlaka. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Yesu alijua ya kwamba hawa pasipo uwezo juu ya mapepo hawawezi kukabiliana. Sasa wewe utakabilianaje na roho? Wewe una mwili na nyama. Paulo anasema vita vyetu sio vya damu na nyama, bali tunapigana na maroho ya angani. Kwa hivyo maroho ya angani hauwezi kupigana nayo kwa maneno makavu, kwa maneno yasio na uwezo, maneno yasio na mamlaka. Hauwezi kupigana na maroho. Shetani huwezi pigana naye kwa maneno yasio na mamlaka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana siku hizi tumekuwa watu wa kuogopa. Hata ukiona paka anaingia ndani ya nyumba ya mtu na umeokoka, wewe ni mfuasi wa Yesu. Kwa sababu mamlaka, umeshindwa kutafuta mamlaka. Kwa sababu mamlaka utafuti, paka tu unamuona paka anakubabaisha, anaingia ndani ya nyumba, unaanza kubabaika, ni jini. Bwana asifiwe. Paka anakubabaisha, unafikiria ametumwa na nani? Amekuja kufanya nini? Tunapotafuta mamlaka, tunakuwa watu wa kujiamini. Kwa chochote kile kinakuja, tunakuwa watu wa kujiamini. Kwa hivyo una uhakika ya kwamba nikiamurisha kitaenda. Kama ni magonjwa, ukisema kwa jina la Yesu Kristo, toka hapa, itaondoka. Bwana asifiwe. Nakumbuka siku moja tulikuwa tunaishi kule Msomoroni. Tukiwa kama saa 6 usiku, tulipomaliza kula chakula kama saa 6 usiku tukielekea saa 7. Kwa hivyo ndio tunalala. Sasa mke wangu akaanza kuumwa, tumbo ikaanza kumkata tumbo. Ikaanza kumkata, akashindwa kusimama. Kamuuliza ni nini? Akaniambia ni tumbo, inanikatia hapa, inanikatia hapa, anashindwa kusimama. Nilimwambia simama, nilimwambia shuka kitandani. Akashuka hapo. Niliomba, nilipomaliza kuomba, nilisema kwa jina la Yesu Kristo na kuamurisha urudi mahali umetoka. Nilipokuwa nikiomba kama dakika moja, niliona mtu amejinyosha kitandani.
Mimi sikumuuliza umesikiaje, sikumuuliza umepona ama hujapona. Zote tulalala, asubuhi tukanjipata. Hakuna magonjwa. Kile kitu kinatuua ni uoga, ya kwamba wengi tunazo nguvu za kutumia, lakini uoga ndio unatumaliza, ya kwamba hata mtu akija kwako mwenye magonjwa hauwezi kujiamini ukamuombea. Sasa wewe, mtu atajuaje unafuata Mungu gani kama hata kuja kwako na suluhisho ya magonjwa ama suluhisho yoyote ile anahitaji maombi, umuombee amuone Mungu wako, atamjuaje? Ndio maana mimi nilipokuwa nikisoma hili neno nilisema, nikajiapisha mwenyewe, nikasema kama nitakuwa mhubiri ambaye hana mamlaka, ambaye anatawaliwa na mapepo, ambaye sina uwezo wa kuamurisha chochote, ambaye sina uwezo wa kuamurisha pepo wala magonjwa yakamtoka mtu, huo uhubiri sitaki. Nilisema mwenyewe sitaki kuwa mhubiri wa aina hiyo, afadhali niache kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali niachane nayo, kwa sababu mtu atakujaje kwangu anataka kumuona Mungu asimuone Mungu kwangu? Sasa nitakuwa ninahubiri nani? Mimi nitakuwa ninahubiri nani sasa? Bwana asifiwe. Ina maana hata kwangu mimi hana maana yoyote, hata kwangu, kama siwezi amurisha magonjwa yamtoke mtu. Haina maana yoyote kuhubiri. Ninahubiri nani nikisema anafanya nini? Bwana asifiwe. Unafaswa ujiamini ya kwamba kama mfuasi wa Kristo, na kama utakuwa mfuasi wa Kristo ambao hauna mamlaka kwenye ulimwengu wa kiroho, au utatafuta mamlaka, basi kwako kutakuwa kikao cha mapepo. Yatakuwa yanafanyia kikao kwako, yanatoka yanaenda kufanya kazi. Bwana asifiwe. Tumejaa uoga. Marko 3:13. Asante. Akapanda mlimani akawaita aliowataka mwenyewe, wakamwendea. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye na kuwapa na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na mamlaka na kutoa pepo. Akawaweka wale 12 na Simoni akampa jina la Petero. Siko nataka hata kufika huko. Aliwaita mlimani. Alipowaita mlimani, walimfuata huko ili awatume kuhubiri. Aliwapa uwezo na mamlaka. Sasa mamlaka juu ya pepo wawatoe. Walipewa uwezo juu ya pepo. Kwa hivyo hata pepo inapokuja haiwababaishi, kwa sababu hapo mwanzo walibabaishwa na mapepo. Sasa uwezo huu wanapewa ni kwamba wamepewa nguvu juu ya pepo wawatoe. Bwana asifiwe. Luka 9 nasema ya kwamba amewapa nguvu na mamlaka. Hebu tusome hiyo Luka 9. Tupeleke hiyo Luka 9 mstari wa kwanza. Aliwapa nguvu na uwezo, nguvu na mamlaka juu ya kila pepo. Akawaita wale 12, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Bwana asifiwe. Akawapa nguvu na mamlaka juu ya pepo wote, kila aina ya pepo, mapepo yote. Sasa wako na mamlaka juu ya kila pepo. Kwa hivyo hata pepo ikija, nakumbuka hapo zamani wanafunzi walikuwa wanashindwa na kuombea mwenye kifafa kimtoke. Kwa hivyo
walisikia ya kwamba wamepewa nguvu na mamlaka juu ya kila pepo. Sasa hapa walikuwa wajaziri ya kwamba hata wangezikutana na mtu akamtoa kama pepo. Bwana asifiwe. Ujaziri walioupata ya kwamba tulishindwa kutoa kifafa, tulishindwa kuombea mtu apone, sasa tumepewa nguvu na mamlaka ya kufufua hata wafu. Bwana asifiwe. Walijawa na ujaziri wa kuhubiri Injili kwa sababu walijua chochote kikija tutakabiliana nacho. Tuna uwezo na mamlaka. Tunapokuwa na uwezo na mamlaka, tunapotafuta uwezo na mamlaka zinazomhusu Yesu Kristo, tunakuwa wajaziri ya kwamba hatuwezi kutikishwa. Bwana asifiwe. Hawezi kubabaika. Hawezi kubabaika eti umeona sisi umekuta nini? Sisi umekuta nini kimewekwa kwa mlango wako? Kwa hivyo hapa sasa unaanza kupigia pasa simu. Sisi nimekuta mavi, kinyesi kwenye mlango wangu, nimekuta sijui nini zimewekwa kwenye mlango. Kwa hivyo unapigia pasa simu. Pasa saa zingine hata tunamwacha apumue. Tukisatafuta mamlaka tunamwacha anapumua. Bwana asifiwe. Tunakuwa sio watu wa kuhangaishwa na mapepo. Lazima mapepo yatujue. Hiyo pepo itakujuaje? Bwana asifiwe. Pepo itakujuaje kama hauwezi iongelesha ikiwa kwako? Itakujuaje kama kwako inakuja? Kukuja sio shida, itakuja. Ziada kwa Mungu yanaendanga. Kukuja itakuja. Kwa sababu wewe sio mkubwa kuliko Yesu. Kukuja atakuja kwako, lakini kile kina maana na kile kina haja zaidi ni mamlaka ulio nayo juu yake, uwezo ulio nao juu yake. Bwana asifiwe. Wajua nguvu na mamlaka ni vitu viwili tofauti. Uwezo na mamlaka hizi ni vitu viwili. Unaweza kuwa na uwezo lakini mamlaka huna. Uwezo unakuwa nao, tuseme una uwezo wa kufanya, tuseme nina uwezo wa kuhubiri, ninaweza kuhubiri, nina ushawishi katika kuhubiri na nina uwezo huo, lakini mamlaka sina. Inapofika ni kutumia mamlaka sina. Bwana asifiwe. Huo ndio uwezo. Nina uwezo wa kufanya kitu lakini kuamrisha sina. Mheshimiwa Raila Odinga amekufa akitafuta mamlaka. Na hayo mamlaka amekufa akitafuta, ametafuta mpaka amekufa na hajapata. Sasa afadhali Raila amekufa akitafuta mamlaka kuliko sisi tukufe tuende mbinguni hatujawahi tafuta mamlaka, na tukufe hatuna mamlaka tukiwa watu wa kukanyagwa na mapepo. Bwana asifiwe. Nipatie Zaburi 91 mstari wa 13. Zaburi 91:13. Huyu ni Mungu anaongea. Huyu ni Mungu anaongea na Daudi. Mungu anamwambia utawakanyaga simba na nyoka. Mwana simba na joka utawakanyaga kwa miguu. Sasa hii yako inasema, hebu nisome kama nitaipata haraka. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na nyoka utawaseta kwa miguu, kwa kuwa umekaza kunipenda. Hii inasema utawakanyaga kwa miguu, yangu inasema utawaseta kwa miguu.
utawakanyaga nyoka na simba. Simba inapotajwa ni kwamba inaasiria ufalme ama inasimamia ufalme. Kwa hivyo unaposikia kwamba utakanyanga simba, wewe utakanyanga simba, ukiulizana na simba nini? Utakanyanga simba ina maana ya kwamba utakanyanga kila falme, utaweka chini kila falme, utaziweka chini ya miguu yako kwa mamlaka. Mwana simba utamseta chini ya miguu yako kwa kutumia mamlaka. Utawakanyanga simba na nge. Kwa hivyo hata Daudi akitembea alikuwa mjasiri, alikuwa na nguvu kiwango kwamba hakuna chochote kingemtisha, hakuna chochote cha kuogopa. Angeweza kuogopa chochote kwa sababu amehakikishiwa ya kwamba utakanyanga simba. Sasa anaamini hata ikisimamia simba peke yake, anajua ya kwamba hakuna ufalme utainuka kinyume na mimi. Bwana asifiwe. Hakuna nguvu zitainuka kinyume na mimi. Sasa na sisi tumepewa amri na Yesu ya kwamba tumepewa uwezo juu ya pepo wote tuwatoe na kuponya wagonjwa. Wengi tumekuwa wavivu. Ni uvivu umetukalia. Uvivu. Sasa hivyo ndivyo naye Shetani anatakaga. Wakati uvivu umetuingia wa kutafuta mamlaka, Shetani naye anakuwa na nafasi nzuri ya kutuvamia. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2022 nakumbuka vizuri, kulikuwa mwaka wa 2022, mke wangu alipopata mimba ikaharibika. Sasa akaenda hospitali akaoshwa. Sasa akaja tena. Sasa usiku, kulikuwa usiku saa 8, akaanza kuumwa tena. Alipoanza kuumwa, niliwaita majirani wa mama. Tulipoita wale wa mama wa jirani, tukaenda nao mpaka hospitali nyingine ilikuwa mpaka karibu na mlango 7 kule. Tulipoenda kule tukapata imefunguliwa, tukaingia ndani. Tulipoingia tukapata daktari yuko pale. Nikamweleza vile shida ilikuwa, nikamwambia 1 2 3. Huyo daktari akasema ni lazima aoshwe tena. Nikamuuliza kuna dawa za maumivu unaweza mpatia saa hii? Kuna dawa za maumivu unaweza mpatia? Nilikuwa na pesa kama 2,000. Nikamuuliza kuna dawa za maumivu unaweza mpatia saa hii za kumaliza maumivu tuondoke? Alipompima akasema ni lazima aoshwe tena. Akuoshwa vizuri. Alipooshwa alibaki na uchafu ndani ya tumbo. Kwa hivyo huu uchafu utaadhiri kizazi, hataweza kupata tena mimba. Nikamwambia hataoshwa na mimba atapata. Utajua mimi ni mtoto wa Pastor Martin. Nilimwambia hataoshwa, na yeye akaniambia basi kama hataoshwa sahau yeye kupata tena mtoto. Nikamwambia atapata. Akaniambia hata kama wewe ni mtu wa Mungu, lakini hizi ni lazima usingatie. Nikamwambia hizi zingatii, kama kuna dawa ya maumivu lete. Wale wa mama tulikuwa nao akasema kubali aoshwe, kubali aoshwe. Nikamwambia haoshwi. Tukatoka hospitali, akapewa dawa ya kumaliza maumivu. Tukatoka hospitali tukaenda, maumivu yakaisha, tukalala. Baada ya miezi 8 mimba. Utanibabaisha nini mimi? Unibabaishe una nini? Mimi ninajiamini, huwezi kunibabaisha. Bwana asifiwe. Huwezi kuniambia hatapata. Kwani wewe ndio unapeana? Bwana asifiwe. Nilisema hatapata. Hata sikumwambia mambo mengi, yeye ndiye aliniambia kama wewe ni mtu wa Mungu, lakini zingatia hili. Tunababaishwa na vitu ambavyo hata havina maana, tunaogopa.
Kwa hivyo Shetani anapokuja ni kuogopa tu, tunaogopa kwa sababu yeye mwenyewe anatustua, ajue una uwezo kiwango gani. Shetani anakuistua, ajue ni uwezo kiwango gani uko nao, unaweza kuutumia vipi. Bwana Yesu asifiwe. Marko 16 mstari wa 18. Watashika nyoka hata wakinywa kitu cha, rudi 17 tupate picha. Na ishara hizi zitafuatana nao hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Twende. Watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Yangu inasema hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hivyo ndivyo translation ya hii inasema. Sasa kama ni wafuasi wa Kristo, Yesu aliwatuma wanafunzi akawaambia, hizi ishara zitafuatana nao, watakao amini ni watume mimi, watakao niamini mimi watoke waende kutangaza habari njema ya kwamba kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe. Mimi nishawaona mchungaji kule kijijini, jamaa ambao walikuwa wanatetea shamba, walikuwa wanapigania, walikuwa na ugomvi wa shamba la babu yake huyo mchungaji. Sasa huyo jamaa akafanya urafiki na huyo mchungaji, akafanya urafiki wa karibu na huyo jamaa. Alikuwa na hoteli na yeye pia alikuwa mchungaji. Sasa akafanya urafiki naye, huyo mchungaji akawa anaenda kwa hiyo hoteli ya huyo mchungaji mwenzake ambao wana ugomvi wa shamba, anaenda kukula hapo. Sasa anamwambia shamba walimaliza, huyu alijifanya kabisa ugomvi wa shamba umeisha na mimi nimemaliza kabisa na sina ugomvi na wewe. Kwa hiyo alipomaliza hiyo, huyu naye akawa free kwenda kwa hoteli yake na kula chakula kila siku, na chakula ilikuwa inawekwa mpaka saa 8 muda wake wa kuja. Sasa siku moja mchungaji organize na mke wake, wakaweka sumu kwenye chakula ya huyo mchungaji mwenzake. Alipoweka sumu, alikoroga sumu yake vizuri. Alipomuona amekuja meketi, aliingia jikoni, akachukua ile chakula, akaisemsha vizuri, akamletea mchungaji. Alipokuwa akikula hiyo chakula, alikula karibu ikafika karibu nusu. Alipokuwa akikula, akaanza kusweat, akaanza kusikia tumbo imekataa, sio tumbo langu, akaanza kusikia kisunzi. Sasa yeye alijua, kulingana ni mtu alikuwa na uwezo mkubwa wa kiroho. Alipofika hapo, alijua ya kwamba nimepewa sumu, alijua ni sumu. Alipojua ni sumu, alikimbia haraka, akaenda kwa nyumba moja ya mzee mwingine. Huyo mzee alikuwa na wachichana wake. Alipoenda, walikuwa wanamjua, walikuwa wakimwona pasa amekuja, wanamweka ndani, wanampea chai nini.
Mchungaji alipofika pale, aliingishwa ndani kwa nyumba, akamweleza yule msichana shida yake nini, vile anasikia na vile amekula, akamweleza. Alipomweleza, msichana alikimbia haraka dukani, akachukua maziwa, akaja nayo akasemsha haraka haraka, akampatia mchungaji, akakunywa, akalala hapo. Alipolala hapo, jioni aliamuka, kesho akapitia hapo kwa hiyo hoteli ya mwenzake. Wewe utaua nani wewe? Uwe nani? Bwana asifiwe. Mapepo yenyewe yamemshindwa kumuua. Wewe ni nani? Bwana asifiwe. Akapitia hapo, akamuona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alikuwa anamaanisha aliposema mkinywa kitu cha kuficha akitawadhuru. Bwana asifiwe. Ishara zinafuatana na wale wanaoamini maneno ya Yesu anayoyasema. Ishara zinafuatana na wale wanaojiamini ya kwamba ninaweza nikatumia mamlaka ninayo ndani yangu. Unapoyatumia yanatokea. Bwana asifiwe. Unapoyatumia yanakuwa real. Unapojiamini yanatokea. Bwana Yesu asifiwe. Shida tulio nayo ni kwamba kujiamini, hatujiamini ya kwamba tunaweza tukatumia uwezo, ya kwamba tuna uwezo na tunaweza tukatumia. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie tafuta mamlaka. Bwana asifiwe. Yesu alijua ya kwamba nikituma hawa bila uwezo, bila ya mamlaka, hawawezi kupigana na mapepo. Petero kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3, Petero anasimama pale, yule Petero tunayejua habari zake. Petero anakuta kiwete ambaye amewekwa kwenye mlango wa hekalu, yuko pale, analetwa kila siku ili aombe sadaka. Petero anampata pale na Yohana, wanamwambia mgonjwa anainua mikono akiwaomba pesa. Petero anawaambia hatuna pesa wala dhahabu, lakini kwa sababu umeomba kitu kutoka kwetu, tutakupea kitu. Bwana asifiwe. Sasa huyu kiwete alishindwa, sasa hamna pesa, hamna dhahabu, ni nini mtanipa sasa? Lakini akawa na matarajio ya kupokea kitu kutoka kwao. Petero alimshika mkono akamwambia, kwa jina la Yesu simama utembee. Bwana asifiwe. Petero yule aliyemkana Yesu kwa kukosa nguvu za kustahimili viboko, anamshika kiwete mkono, mwili wote unajawa nguvu, mifupa yake inarejea tena, anainuka, anasimama. Huyu Petero anaongea maneno yake yenye mamlaka. Huyu Anania na mke wake wanaanguka na wanakufa. Huyu Petero. Bwana asifiwe. Huyu Petero alishindwa kustahimili kusema hanamjua Yesu mbele ya watu wachache. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, alihubiri, watu 3,000 wakaokoka. Huyo Petero. Maneno yenye mamlaka, maneno yenye nguvu yakamjaa. Uwezo ukajaa kwenye maneno yake. Bwana asifiwe. Huyu Petero, viwete vinawekwa, wagonjwa wanawekwa, akipita kivuli chake kinaponya wagonjwa. Yeye haombi, asemi kitu. Mamlaka yaliyo ndani yake yanashuka mpaka kwenye kivuli chake, kinaponya watu. Bwana asifiwe. Mimi siwezi kuwa mbira kwa kukanyangwa na mapepo mimi. Na nimeapa kuanzia leo. Kuanzia leo nimeapa. Wewe kama unataka ukanyanga, ukakanyange mwenyewe. Ukikuja kwangu nikutoe. Lakini mimi siwezi kubali kukanyangwa na mapepo. Mimi ni mhubiri, na niko na pressure. Sina Shetani kwa jina la Yesu. Mimi ni mhubiri na niko na high blood pressure. Si afadhali niache kuhubiri, inahubiri nani? Nahubiri nani? Niachane naye. Bwana asifiwe. Niachane naye, nimwambie jihubirie mwenyewe.
hubiria watu wako mwenyewe. Kama huwezi kama huwezi kuniponya mimi mwanzo ndio niponye hawa, wahubiria mwenyewe. Bwana asifiwe. Lakini shida ni kwetu, sio kwa aliyetutuma. Shida ni kwa waliotumwa. Tuliotumwa hatutaki kujua kingine, ni kwamba tumetumwa, lakini nguvu za kutumia kule tumetumwa hatutaki kujua zinatoka wapi. Bwana asifiwe. Uwezo wa kule tunaenda, tutatumia nini, tutafanya nini, hatutaki kujua. Ni kipi tutapatana nacho kule, hatutaki kujua. Tunajua kitu kimoja, tumetumwa kuhubiri Injili. Bwana asifiwe. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka tumwambie Bwana jioni ya leo ya kwamba nisaidie katika kutafuta mamlaka. Unipe mamlaka, unipe uwezo jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunapojiweka kwenye kutafuta mamlaka, tumwombe Mungu ya kwamba aweze kutuvika mamlaka, aweze kuweka uwezo na mamlaka juu ya mapepo juu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, inua mikono yako mwendee Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tuko mbele zako Jehova Mungu mtakatifu mwenye nguvu na uweza. Tunakuinua mfalme wa falme jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba ni asante kwa neno lako mfalme jioni ya leo. Asante kwa kusema nasi Jehova jioni ya leo, na kwamba umetupa uweza na mamlaka juu ya kila pepo katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Jehova Mungu aliye hai, katujaze na uwezo Baba, tuweke mamlaka juu yetu mfalme katika jina la Yesu Kristo. Maneno yetu yakajawe nguvu, maneno yetu yakajawe mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Tukamrishe kila pepo in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Kila pepo ikaweze kutii kwa jina lako Jehova in the mighty name of Jesus. Baba ni asante katika jina lako takatifu. Ni asante Jehova, tunakuinua Bwana, tunakupa sifa na heshima in the mighty name of Jesus. Baba ni asante Jehova, tujaze na mamlaka jioni ya leo, tujaze mamlaka jioni ya leo, tujaze mamlaka jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, juu ya wachawi na juu ya wakaka na juu ya kila mapepo, pepo zote za kila aina katika jina la Yesu Kristo. Wale wapo wanafunzi wako ya kwamba umewapa uwezo na mamlaka juu ya kila pepo, watoe na kuponya magonjwa na kukufufua wafu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba jioni ya leo Baba, tujaze mamlaka, tujaze na uwezo in the mighty name of Jesus, tujaze na nguvu katika jina la Yesu, the mighty name of Jesus. Baba ni asante, kia sifa na utukufu Bwana in the name of Jesus. Baba ni asante, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kwa nafasi hii nitamkabidhi mama akaweze kutupeleka.